Naam, tunawakaribisheni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukiwatumia salamu zetu za dhati nazo zipate kuwafikieni, na tunatumainia kwamba mko salama salimini. Na basi tunakwenda kutumia fursa hii kukaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na tukizungumzia haya masuala ya kiusalama, tutakwenda kuanzia na habari ya mapigano makali ambayo yanaripotiwa kuzuka mapema ya asubuhi ya leo Jumanne tarehe 7 Aprili katika majira ya saa 6:30 asubuhi ama 6h du matin katika eneo la Mikenge lililoko kwenye Haut Plateau ya wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kulingana na vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyoaminika, vinadai kuwa mapigano hayo yaliwakutanisha wanajeshi wa jeshi la taifa la FARDC dhidi ya muungano ya makundi ya wahasi wakiwemo wapiganaji wa Twirwaneho Red Tabara na washirika wao wa M23 RDF. Milio ya risasi nyepesi na nzito iliridima kufuatia mashambulizi hayo ambayo yanaelezwa yalikuwa makali, yakaendelea katika maeneo kadhaa ya jirani na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa raia. Wakati huo huo, mapigano mengine yameripotiwa pia katika wilaya jirani ya Kalehe. Mashuhuda wanasema kuwa mapigano yameonekana katika vijiji vya Lumbishi, Katale na Tushunguti ambapo hali ya usalama inaendelea kuwa tete na isiyotabirika. Hadi sasa hakuna tathmini rasmi ya idadi ya waathirika iliyotolewa. Hata hivyo, ghasia hizi mpya zinaonyesha kuendelea kwa hali ya sintofahamu ya kiusalama katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini, licha ya wito unaoendelea wa kupunguza mvutano katika eneo hilo. Tukisalia huko wilayani Kabare, hali ya sintofahamu ilitawala pia Jumatatu ya tarehe 5 Aprili katika eneo hilo kufuatia taarifa zilizoenea zikidai kuwa vikosi vya Rwanda RDF pamoja na wahasi wa M23 vimeondoka katika maeneo yaliyokuwa yamezingirwa kwa miezi kadhaa karibu na makazi ya Mwami. Kwa mujibu wa ushuhuda wa wakazi wa eneo hilo, kutokuwepo kwa muda kwa baadhi ya wanajeshi kulizua hisia za afueni miongoni mwa wananchi, wengi wao wakiamini kuwa vikosi hivyo vimeondoka kabisa. Walijitokeza barabarani kusherekea baada ya kipindi kirefu cha hali ngumu ya kiusalama na matukio ya vurugu. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa hali halisi ni tofauti. Inaelezewa kuwa haikuwa ni kuondoka kwa kudumu, bali ni mabadiliko ya kawaida ya vikosi, yani releve, hali ambayo iliwachanganya baadhi ya wakazi waliodhani kuwa ni kuondoka kabisa kwa majeshi hayo. Wakichukulia hali hiyo kama fursa, baadhi ya wananchi waliripotiwa kuanza kupora mali katika maeneo yanayohusishwa na mamlaka ya kienyeji ya Mwami wa Kabare. Hata hivyo, tukio hilo lilikatizwa haraka baada ya vikosi vya M23 na RDF kurejea tena katika eneo hilo kabla ya mchana. Kinyume na taarifa zilizosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hakuna uthibitisho wa kuaminika unaoonyesha kuwa vikosi vya M23 au RDF vimeondoka Kabare au katika kijiji jirani cha Chirungu. Tukio hili linaonyesha kwa mara nyingine hali tata ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mienendo ya vikosi vya kijeshi mara nyingi huchanganywa na kusababisha upotoshaji wa taarifa pamoja na hofu kubwa miongoni mwa raia ambao tayari wameathirika kwa muda mrefu. Na huko mkoani Kivu Kusini katika wilaya ya Uvira, Mheshimiwa Justin Bitakwira alitembelea Uvira Jumatatu ya tarehe 6 Aprili mwaka 2026 katika kipindi kilichozungukwa na changamoto kubwa za kiusalama katika eneo hilo. Katika ziara hiyo alihudhuria mkutano wa kimkakati na viongozi wakuu wa kijeshi wa wapiganaji wa Zalendo uliofanyika katika ukumbi wa jiji la manispaa ya Uvira kwa ushiriki wa meya wa muda Kifara Kapenda Kiki. Kulingana na taarifa zilizopatikana baada ya mkutano huo, jumla ya miundo mitatu mipya ya kikundi cha Wazalendo imetengenezwa kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wao na kuongeza ufanisi wao dhidi ya wahasi wa M23 walioko katika eneo hilo.
Kulingana na maamuzi yaliyopitishwa, mhundo wa kwanza utaongozwa na Jenerali William Amuri Yakutumba na mhundo wa pili utaongozwa na Jenerali Delphin Kalembe Ngoma Nzito, huku mhundo wa tatu na wa mwisho utakuwa chini ya uratibu wa Alexi Mwamba Dunia. Wapiganaji wazalendo wanahitajika kujiunga na mojawapo ya miundo hii mitatu ili kuwezesha mpangilio bora na uratibu makini zaidi wa operesheni kwenye shamba la vita. Mpango huu unaongozwa na Mheshimiwa Justin Bitakwira kwa kushirikiana na uongozi wa kijeshi wa FARDC. Unaelekea katika mchakato wa kupanga upya mpangilio wa vikosi vya eneo hilo vinavyoshiriki katika mapambano dhidi ya makundi ya wenye silaha katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huko Mombasa katika mkoa wa Ituri, mji huo umekumbwa tena na shambulio linalodaiwa kufanywa na wahasi wa ADF NALU usiku wa kuamkia Jumatatu ya tarehe 6 mwezi huu wa 4 na mwaka huu, hali iliyowaacha wakazi katika hofu na sintofahamu. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinavyofanana, vinadai kuwa uvamizi huo uliripotiwa majira ya saa 7 usiku ama inakti matin kwenye muhimili ama akse ya Nduye, umbali wa takriban kilomita 2 kutoka Mombasa Centre. Watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa ADF walilenga miundombinu ya kirahia ikiwemo maduka ya bidhaa vya kawaida na maduka ya dawa ambayo yaliporwa kwa kiasi kikubwa. Katika shambulio hilo, nyumba kadhaa pia zilichomwa moto. Raia mmoja aliripotiwa kujeruhiwa kwa risasi, huku watu kadhaa wakitekwa nyara na washambuliaji, ingawa idadi yao kamili bado haijathibitishwa. Baada ya kupata habari, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC liliingilia kati na kusababisha mapigano makali ya risasi yaliyochukua zaidi ya saa 3. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, mpiganaji mmoja wa ADF aliuawa wakati wa mapambano hayo. Aidha, miundombinu ya kampuni ya SMEC inayoshughulika na ukarabati wa barabara ya Mombasa na Dingbo iliharibiwa pia wakati wa uvamizi huo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya mwisho iliyotolewa na mamlaka husika, hasa kuhusu idadi kamili ya raia walioathirika na wale waliotekwa nyara. Shambulio hili linajiri katika kipindi ambacho hali ya usalama katika eneo hilo tayari ni tete, siku chache tu baada ya mauaji ya watu zaidi ya 50 kuripotiwa katika eneo la Bafwakoa pamoja na matukio ya utekaji nyara katika eneo la Bakwanza. Tukio hili linaendelea kuonesha kuwepo kwa changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa DRC licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea. Na tukisalia tu huko mkoani Kivu Kaskazini, hali ya usalama inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi mkubwa katika sehemu ya kaskazini ya wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini, ambako harakati za hivi karibuni za wahasi wa M23 RDF zimeibua hofu kubwa. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani vinavyoaminika, vinadai kuwa tangu Jumamosi ya tarehe 4 Aprili ya mwaka huu, wahasi hao wameanza kuimarisha kwa hatua nafasi zao katika maeneo kadhaa yanayoonekana kuwa ya kimkakati. Hatua hiyo imeonekana hasa katika vijiji vya Bukumbirwa na Ihula vilivyoko katika grupema za Ikobo na Kisimba ndani ya wilaya hiyo ya Walikale. Wakati huo huo, uwepo mkubwa zaidi wa wahasi umeripotiwa pia katika eneo la Malemo lililoko katika grupema ya Bashalimukoto, wilaya jirani ya Masisi. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa harakati hizi zinaambatana na maandalizi makubwa ya vifaa na usafirishaji wa wanajeshi wapya, jambo linalozua hofu kuwa kuna maandalizi ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na ukosefu wa usalama. Taarifa hizi zimethibitishwa pia na vyanzo vya kiusalama. Kuongezeka huku kwa shughuli za kijeshi kunakuja siku chache tu baada ya wahasi hao kujiondoa kwa muda katika baadhi ya maeneo hayo. Hata hivyo, hali hiyo inaonekana kubadilika kwa sasa na kuongeza hofu ya kurejea kwa mapigano makali. Kwa upande wa raia, hali hii imezidisha wasiwasi mkubwa, huku wakihofia kuzuka tena kwa ghasia katika eneo ambalo mara kwa mara hukumbwa na mapigano
kati ya makundi ya silaha na kusababisha watu wengi kuyahama makazi yao. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kwa kutaka ufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu, tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili upate kuhabarika zaidi. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.